michezo kokote ambako liko na itazama namba 10 ya TVE. Jumatatu nzuri ambayo tunaianza vema kabisa tukitazama taarifa kubwa ambazo zimechomoza na ambazo zitachomoza ndani ya wiki hii, ikiwepo timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kucheza dhidi ya Morocco, mechi ambayo tunahitaji kwa udi na uvumba. Tutaitazama namna ambavyo tunavyoingia kwenye mechi hiyo, na pengine mwalimu Hemedi Suleiman Morocco aanze na kikosi cha aina gani kwa wachezaji ambao tuko nao ili kuwasambaratisha Morocco nyumbani kwao. Kick-off number 2 ipo kwa ajili yako. Kurasa za magazeti kupitia kick-off number 3 imeandaliwa vya kutosha. Review mechi za jana za kimataifa, preview pia. Leo kuna mechi zinapigwa, kesho kuna mechi zinapigwa, na mida ya kubeti pia ipo kwa ajili yako. Nipo na Teacher Tiga na Lukinja sambamba na Wilson John Uruma. Mimi naitwa Jonas Emmanuel Maziku, Faraso wa Vita, na tunaketi hapa kwenye kick-off number 1 kuimulika timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Wengi wanasema, wananyosha kidole Teacher, idara ya goalkeeping ni shida kwenye timu ya taifa ya Tanzania kuelekea kwenye mechi dhidi ya Morocco. Sasa mimi nimebaki najiuliza, kama kocha, hakuna namna yoyote unaweza kuifanya kumprotect yule goalkeeper ambaye anaonekana ni mdhaifu, asifikiwe? Njoo kama Hemedi Morocco, namna gani ya kumprotect ama kumlinda Ali Salim, kama ni Ali Salim goalkeeper wetu yule kutoka JKT, yoyote atakayecheza pale tunamlindaje? Ni kutengeneza idara nzuri ya midfield with wani wakiwa na zile tabia za kiuchezaji tofauti. Kwa mfano katika mpira wa kisasa siku hizi namba 6, namba 8 na namba 10 ndio viungo, lakini kuna viungo wa kualikwa kwa maana mawingers wawili, kwa maana namba 11 na namba 7. Sasa wana control vipi ile njia ya katikati ya mbondo, muhimili mkubwa wa kushambuliwa au kushambulia, yani idara ile ya midfield. Kwa hiyo utakapoisolve ile kwa namba ya wachezaji wengi, mathalan unacheza 4-5-1, maana yake mianya pale ndani ya kupita inakuwa midogo sana au michache. Kwa hiyo unaweza ukastabilize timu isifikiwe mara kwa mara kule chini. Kwa hapa ni mpango mzuri wa mwalimu kuja nao. Lakini pili ni kwenye kanuni za 10 command of football. Amri 10 za mchezo wa mpira wa miguu: anza shambulizi lililo zuri mara upatapo mpira, geuka kwenye mbinu za kujihami mara upotezapo mpira. Nazo zinakuwa applied. Kwa mfano timu ilikuwa na accelerate kwenda kwenye kufunga, opponent wamechukua mpira, bila kujalisha ulipo unaanza mbinu za ulinzi. Maana yake utazuia timu yako kufikiwa mara kwa mara na goalkeeper wenu. Tunaonekana ni underdog kwenye hii mechi, Wilson John Uruma. Ni wazi Morocco ametuzidi kila namna. Sasa mtazamaji ambaye ana mashaka na Taifa Stars kupata japo sare mbele ya Morocco, tunamtoa vipi shaka ile kwamba kwa namna gani inawezekana Stars akashinda ugenini huko kwa Morocco aliyebora, na tukapata either alama 3 kama si alama 1? Kwa sababu this is football, sio? Ambacho kitu pekee yake ambacho unapaswa kuamini kwamba tunao uwezo wa kuondoka na chochote kwenye ule mchezo ni kwa sababu ya utamaduni wa mpira wa miguu. Football always tunaipenda kwa sababu ina matokeo ya surprise, sio? Kwani wewe Maziku mpaka leo umeshashuhudia upset? Maana zile kwenye mpira huwa tunaita ni upset au shock. Mnakwenda kwenye mechi, mpinzani anapewa nafasi kubwa ya kushinda, lakini matokeo hayaji vile ambavyo kila mtu ametegemea. So that's football. Tulikwenda Levi Mwanawasa kucheza dhidi ya Mighty Zambia. Nafikiri hakuna mtu ambaye alitupa nafasi ya kushinda kwenye ule mchezo, lakini eventually tulitoka na ushindi wa bao moja kwa 0. Kwa hiyo nature mpira ndio iko hivyo. Always nafasi ya underdog kutumaini kwamba naweza kuondoka na chochote. Na hii always huwa inaleta mvuto wa mpira wa miguu, kwa sababu hata mtu ambaye hapewi nafasi kabisa ana hope kwamba bana wewe huwezi kujua, sio? Ya Mungu mengi. Kwa hiyo hata sisi hope kama hiyo ipo, kwa sababu opponent ambaye tunakwenda kucheza naye kusema kweli ni yuko mbali sana na sisi. Yuko mbali, yani Morocco wako mbali sana. Lakini this is football.
kama tutaenda kwanza kufanya vitu vya msingi kwa usahihi, we have got a chance. Kwa sababu mwisho siku sio kama Morocco pamoja na ukubwa wao, sio kwamba eti timu yao haina mapungufu. Hapana, timu yao ina mapungufu. Kwa sababu mwisho siku wanaocheza wale ni binadamu. Na ndio maana hata wao Morocco wakati wanafika nusu finali ya World Cup, nobody alikuwa anawapa nafasi hiyo yao kufika nusu finali. Sio? Tena kwenye hiyo process anawatoa Ufaransa, anawatoa Ureno, anawatoa na Hispania. Timu ambazo zilikuwa zinapewa nafasi kubwa ya kwenda kushinda mashindano yenyewe ya kombe la dunia. Lakini Morocco alikwenda mpaka nusu finali. Kwa hiyo ndo nature ya football iko hivyo siku zote. So tukapambane, tukafanya vitu vya msingi kwa usahihi, tukakimbie kilomita nyingi kuliko zile ambazo Morocco watakimbia. Wasiwasi wangu peke yake upo kwenye hali ya hewa ya Morocco kwa hivi sasa. Na nimepata taarifa kwamba siku ya mechi jana nilikuwa nawasiliana na wachezaji, walikuwa wananiambia nyuzi joto ilikuwa ni 5 jana. Lakini kwa siku ya mechi, kwa maana ya kesho, itafika nyuzi joto 7. Umeelewa? Sasa nyuzi joto 7, na ukipiga mahesabu nyuzi joto ambazo tuko nazo hapa nyumbani Tanzania kwa hivi sasa, unaweza kukuta tuko kwenye 32, 33. Sio? Tunacheza hapo. Sasa kuadjust kwenye hali hiyo ya hewa inaweza ikawa moja kati ya changamoto. Nakumbuka nilisafiri na Simba mechi ile dhidi ya Constantine. Sio? Kule Algeria. Ilikuwa ni baridi, sio mchezo. Kwenye kipindi cha kwanza wachezaji waliweza kucopy na kuadapt, na kwa sababu ile warm up ilikuwa ya juu sana. Lakini kwenda dressing room, kurudi tena kiwanjani, wachezaji wakawa wamepoa. Tukapigwa mbili za haraka pale. Umeelewa? Kwa hiyo nafikiri hiyo ni hali ambayo inaweza kuwa ni challenge kwetu kwenda kuikopi kwa haraka. Namuona Mohamed Hussein kwenye msafara, kwa maana kwenye last training na nini, yumo ndani of course. Matching. Yes. Zimbwe. Maana yake wanaweza kukumbusha maana yake Algeria, Morocco katika nyakati hizi mazingira yake yanashabiana. One of the mistake iliyotokea wakati ule Simba ilikuwa ni dressing rooms kwenda unaruhusu AC. Lazima zitarudisha mapigo ya moyo chini, ile mzunguko wa damu. Tunasema unapofanya warming up unapandisha mapigo ya moyo, heartbeat. Heartbeat zinafanya mzunguko wa damu kuwa bora kukusaidia kwenye actions za football. Ndio maana walivyorudi walikuwa kama wamesinzia. Nilitoa mfano, mimi natoka Njombe kijiografia, lakini kuna wakati tulikwenda nitoka na Majimaji tunakuja kucheza mechi ya ligi kuu pale. After time tumeingia vyumbani na chupa za chai. Yaani mwalimu analyze team, huko sisi tunakunywa chai kwa ajili ya kuretain ile hali ya ubaridi. Kinyume na hapo utafeli. Na kama kuna AC, sasa nimeona ambao walikuwepo na walionja athari ile, inawezekana wakakumbusha hapa, basi tukaichukua kwenye tahadhari. Sawa, Ticha, tunaingia Tanzania kwenye hii mechi tukiwa na wachezaji wa aina gani? Walio bora, waliokosa experience, ama ni wachezaji ambao sio bora ila wana uwezo wa kujituma zaidi? Hapana, bado wachezaji wetu ni bora. Na tuwalinganisha na Morocco. Yes, yani kwa maana wachezaji wetu kwanza ni bora. Ndio maana tumewapiki kutoka kwa wale wenzao. Yani unapoteuliwa national team, kuna mchakato umefanyika kuhusiana na quality za ndani. Kwa hiyo wale tuliochagua sisi ndio cream yetu iliyo bora. Lakini sasa tunapokwenda kufanya comparison na Morocco watakuwa advance kwenye baadhi ya vitu, exposure, experience, week in week out wanacheza. Kwa leo 2025 almost ni walicheza World Cup. Kwa hiyo ni exposure nyingine kubwa kuonesha tabaka la kwetu sisi na wao. Lakini mpaka sisi tunafikia kukutumwa ukaiwakilishe nchi, tumeamini wewe ni bora kwa hapa ndani. Ndio maana nakwenda pale. Sasa basi mechi inaweza kwenda kuamriwa na vitu kama hivyo, experience na exposure mchezaji. Japo na sisi hizi at least tuna namba ya wachezaji wanaosogea kwenda kwenye uzoefu wa kimataifa. Tuna bahati namuona nani ana train hapo, Suleiman Mwalimu. Yes, katoka nchini Tanzania akaenda Morocco kufanya kazi ya football, kwa maana yuko kwenye professionalism kule. Anaweza kuadi kitu kwenye timu yetu kutoka tofauti na ulivyokuwa tukimteua kutoka Fountain. Alikuwa anaweza akafika kule akawa anamshangaa naye mchezaji mkubwa. Kwa mfano kuna wakati Morocco
Unamkumbuka Msuva ambaye alicheza pale. Alicheza vilabu viwili vikubwa, Difa El Jadid pamoja na Wydad. Alikuwa ana partner na Ayubu Kawabi ambao anaongoza mashambulizi upande wa Morocco. Umenielewa? Kwa hiyo kule kuzoeana kwa maana moja au nyingine kunakuja. Juzi tumeona Mirosh ule dhidi ya Amrabat. Si ndivyo? Sasa hizi sasa ndio exposure ambayo na sisi tunayo, lakini kitakachokwenda kutofautisha game ndio ziada hivyo vitu. Mechi inamhitaji Yusuf Kagoma hii. Kwa namna ambavyo unaona Morocco, idara ya kiungo, labda Nova ndo ana nafasi ambayo imecement, lakini bado anajiuliza yupi ambaye atakuwa ni faida zaidi kwenye matokeo, Mudathiri ama Yusuf Kagoma? Nafikiri kwa sababu ya uzoefu sasa, nafikiri bado Muda ana nafasi ya juu kulikoni Kagoma. Yes, Kagoma hii ndio season yake ya kwanza na Simba. Lakini Muda kwenye national team yuko pale muda mrefu. Umeelewa? Na nakumbuka AFCON ile 2019 Muda kwenye timu alikuwepo. Anatembea alikuwa anatembea jikoni. Yes, kwa hiyo Muda anao uzoefu mkubwa kulikoni Kagoma. Lakini timu ya taifa kwa sasa si performance sio uzoefu unaangaliwa. Vyote. Kwenye timu hii unachukua vyote. Performance ya Muda Young Africans sio mbaya. So unachukua vyote. Ana uzoefu na performance yake bado iko juu sana. So to me ukiniambia kama napaswa kuchagua kwenye hawa wawili, napaswa kuchagua mmoja, still bado nitamchagua Muda. So itategemea tuna mwalimu atachagua selection ipi, kwa sababu nakumbuka lineup za nyuma midfield yetu, nakumbuka ziko nyakati ambazo midfield ilikuwa na Muda, Himid, Sospita, Isio, Morris Abraham. Mechi ile ambayo tumefunga bao mbili kwa 0. Mechi ile ambayo tumefunga goli 3, midfield ilikuwa na Himid, ilikuwa na Muda, ilikuwa na Novatus. Sio? So unaona Himid hayupo. Maana yake hawa wawili Novatus na Muda wote wapo kwenye timu. Ina maana wanapata nafasi ya juu ya kuweza kuanza. Kama mwalimu ataamua na kuongeza ugumu hapo katikati akimjumuisha na Kagoma, it's well and good. Ziko mechi ambazo nilikuwa namuona anamtumia zaidi Haji Mnoga ndio. Yes. Na yupo ndani ya timu. Yes, kutokea kwenye fullback sio, lakini anaingia ndani kuweza kuongeza ugumu pale kwenye midfield. Unajua ana kimo pia, unajua Mnoga. Sio. Kwa hiyo anasaidia mapambano ya pale katikati ya kiwanja. Unaelewa? Kwa hiyo nafikiri bado mwalimu Morocco anaweza kuiset team katika mazingira ambayo yatatuweka kwenye nafasi nzuri ya kushindana. Lazima kwanza tuwepo kwenye nafasi nzuri ya kushindana. Kuna mwalimu mmoja hivi siku moja nilikuwa namuuliza kwamba tofauti kati ya wachezaji professionals na amateur, tofauti yao inakuwa iko kwenye eneo gani? Kwa sababu ziko nyakati ambazo unaweza kukuta kwenye amateur football ukakuta mchezaji na maarifa, sio sawa tu na mchezaji ambaye anacheza labda kwenye top level. Kwenye top level professional football, sio, unaweza kukuta maarifa tu yakawa yanafanana, lakini ukiwaweka kwenye ushindani, sio, huyu unakuta huyu wa amateur anaachwa mbali, yani tofauti inakuja kuonekana pale. Sasa nikauliza tofauti sasa inakuwa nini? Akaniambia tofauti mara nyingi inakuwa kwenye fiziki, sio, yani fitness ya hawa wachezaji wawili ndio inakuja kutofautisha madaraja. Sasa mwalimu Tiga na pale mwanzo alikuwa anamzungumzia kwa mfano Mirosh. Ukimwona Novatus tukicheza na hizi timu kubwa, ukimwona namna ambavyo anacheza na ambavyo anashindana, inakueleza huyu anacheza wapi. Ndio. Kwa mfano azungumza hiyo mechi ambayo wale Gosdep wamecheza dhidi ya Fenerbahce. Midfield ya Fenerbahce katikati ilikuwa na Fred, alafu ilikuwa na Sufyan Amrabat. Ukiona namna ambavyo Nova anashindana, hiyo ndio inamtofautisha Nova yule wa Azam na Biashara na huyu Nova ambaye amekwenda Shakhtar na sasa yuko Gosdep.
Sawa, upande wa kiungo, ticha, eneo ambalo liko wazi na mwalimu huenda anaumiza kichwa afanye nini ni kwenye idara ya ushambuliaji, kwenye ndoano pale juu. Ni bora tumike Simon Msuva ama akatumika mwalimu ambaye amecheza Morocco, sasa hivi yuko Morocco kule, au Mzize kwa kuwa Samata hayupo? Kwanza itadipendi mwalimu anataka kwenda na formation gani ya kuaccommodate washambuliaji wawili au mshambuliaji mmoja. Unapocheza 4-4-2 ina maana unakuwa na washambuliaji wawili. Unapocheza 3-5-2 unakuwa na washambuliaji wawili. Unapocheza labda 5-3-2 unakuwa na washambuliaji wawili. Lakini dunia sasa inacheza zaidi kwenye mfumo wa 4-2-3-1. 4-2-3-1 lazima una mshambuliaji mmoja kwenye ncha. Alafu the rest hapa anakuwa na midfield watatu. Namba 10 anaondoka pale kupatana na namba 9 anashuka kwenye hao watatu. Nyuma yao kutakuwa kuna namba 8 na namba 6. Alafu ndo nakuja ile back 4. Sasa hata ukitoa ukaweka 4-3-3 ambao pia dunia ina apply formation hii, na sisi mara nyingi national team tunacheza 4-3-3. Japo kama mimi ninge prefer kwa kuelekea hawa wakubwa hawa tucheze at least 4-4-2. Nita explain kwa nini na propose hii. Kwenye 4-3-3 wale viungo watatu pale, viungo watatu, anakuwa namba 10, namba 8 na namba 6. Juu yake anasimama namba 9 na mawinga wote wawili, ndio unapata 4-3-3. Sasa hawa watatu hapa ndani hawa, kwenye uteuzi wako lazima uteue kwa ile attribute za kucheza. Nani ana capacity ya kukaba, nani ana capacity ya kuchezesha? Hawa watatu. Umenielewa? Yaani ni lazima kuwe na mafundi na mvunja kuni. Yaani yule ambaye atawakabia wenzie na kuwapa mpira wachezeshe. Ukitaka kuleta mafundi tu, ma playmaker watupu watatu wale, my friend, timu yako itayumba, itaegemea upande. Kwa sababu wakiporwa mpira kurudi chini kuwasaidia hawa wanne kwenye ulinzi kutakuwa ni asilimia ndogo sana, chache. Kwa hiyo katika wale watatu wa katikati hakikisha unapata namba au 10 na namba 8, unapata namba 6 na namba 8 wenye attribute nzuri za ukabaji, defensive mentality, alafu ndo unamweka namba 10 wa kuchezesha. Timu yako inaweza ikawa iko strong enough. Sasa basi dunia, nitakuongezea kitu kingine. Dunia ya sasa, unajua, sijui kama hii watu wengi wanafahamu, ukigawa tunaita grid, unapata vibox 18. Uwanja una vibox 18. Kuna zile zone corridors zile na kuimbiaga siku zote channel 1 na channel 2, zile zinagawanyika horizontally. Lakini kuna hizi area tatu. Area 1, area 2 na area 3 ambazo zina mita 35. Zile zina viboxi 6. Kila area ina box moja. Yaani ina vibox vitatu. Maybe channel 1 na channel 2 ikawa na box moja, channel 3 na 4 ikawa ina box moja, na hii inaomaliziwa. Kwa hiyo kwenye mpangilio wa wachezaji lazima uwapange hivyo. Na kwenye position ya goalkeeper ndani ya box ile ni channel 2. Channel 1 itakuwa huku, channel 2 itakuwa hapa, channel 4 itakuwa huku. Kwa hiyo ukienda hivi unaruka namba 22, ukienda hivi unaruka namba 3. Ndio sehemu za wachezaji kusimama mule. Sasa kama unahitaji ushindi, unahitaji draw, kuna baadhi ya zile grid utakiwi kuziacha hata tone. Unasimamisha watu mule. Yaani kwamba hata myumbo wake kupepesuka kwake akitoka hapa akisogea kidogo ni hatua moja au mbili, lakini atoke kwenye zile box. Basi utaisaidia sana timu yako hivyo. Sawa, Oruma, kwenye kikosi chetu cha timu ya taifa ya Tanzania, ni wachezaji wangapi wanaingia kwenye kikosi cha kwanza cha Morocco? Ama tukiamua tuunganishe sasa, tutengeneze timu moja, Stars tunatoa wangapi kwenye kikosi cha kwanza? Ngumu. Hatupenyi. Ngumu kaka. Ngumu. Hadi ngumu uko wapi? Hata Miroshi pia anapata shida kuingia. Sasa Miroshi manake ukiangalia midfield ya Morocco, Soufiane Amrabat, Azzedine, Unai, ukimwangalia yule Sigil, yule midfielder kutoka Stuttgart, sio? Nimeona anapata nafasi. Ukiangalia mbele Soufiane Ibrahim, Nesiri, Brahim Diaz,
unaangalia hapo hata Samata angekuwa fit bado asingeingia hiyo. Ngumu. Ukiangalia kwenye defense Agad, ukimwangalia Mazraoui, Ashraf Hakimi na nani ngumu. At least ukimtoa Samata, at least Msuva kwa sababu ndio alikuwa na bato nao kule, kwa maana ya kwenye ligi ya kwao Wydad hata alikuwa anacheza Jida, wakamhamisha pale kwa sababu ya kukubali kwa kukubali ile quality yake. Ndio maana akawa na share nao timu. Na kama angekuwa na ustamilivu that season angekwenda kwenye ubingwa wa Champions League. Kwa sababu alipoondoka ukaingia kwenye ugogoro, ndo vice versa alikwenda kutoa ubingwa. Sasa teacher, mimi ninachotaka kufahamu kwako, huwa mara nyingi tunasema, kwa mfano sisi tunaenda kucheza na Morocco. Kwa sisi wa Tanzania tunasema mchezaji gani ambaye ni hatari kwetu wa Morocco ambaye tunatakiwa tumtazame na kumfanyia mazoezi. Sasa tuwape Morocco hiyo kazi. Ni mchezaji gani hatari kwao ambaye unadhani wanatakiwa kumfanyia mazoezi? Msuva. Si Kibu Denis. So Kibu Denis kwenye level ya kimataifa hajajipambanua bado. Si Faisal. So Faisal. Msuva nitakwambia. Msuva national team kaanza 2012 kama kumbukumbu yangu iko vizuri. Uko sawa. Ana michezo 94. Ana goli. Kishana kidogo sana na Samata. Yes, kampita Samata goli moja. Samata ana goli 23. Anasema kwenye kuingia national team. Yes, walipishana mwaka mmoja. Ila Samata na michezo chini kidogo. Msuva mwenye michezo 94, goli 24. Huyu mtu ni threats. Anakaribia wastani wa kila mechi 4 kwa level ya national team kuwafungia bao moja. Kwa hiyo wao wanajua, na bahati mbaya sana ameishi nao, kawaona walivyowagharimu. Na hata sisi kama Tanzania tunanufaika na Msuva baada ya kumconvert kutoka kwenye ile traditional winger kumleta ndani kama mshambuliaji. Na hata alivyotua Morocco, yeye ndo alikuwa anamuomba picha. Yes. Ni kama wakati umeenda Kongo tulivyotua, Bwana Samata ndo alikuwa anaomba picha zaidi. Yes. Sasa ndio metani kwa Msuva. Msuva ana heshima yake na ana uwezo na yani ile scoring ability yake kwenye national team imekwenda kwa haraka sana. Ujue kwa mfano captain wetu hajatufungia muda mwingi, lakini goli zake zile 23 zinamlinda. Umeelewa? Muangalie Msuva katika mwaka hivi alikuwa anaweza kuadi goli 3 mpaka 4 kila season. Mpaka tunapofika hapa, ina maana namba kuscore kwake. Sasa tunaposema video analysts sijui na nini, kwa upande wa pili ndio majukumu yao kuangalia mchezaji gani threat with takwimu na vitu kadha. Na hata wale wenzangu wa jasiriamali sometimes watu wanampiga muhindi kwa kujua pia pamoja na vitu kama hivi kwamba bwana hapa tunamwangazia fulani kwenye makampuni ya betting kuna option ya mchezaji kuscore. Umeelewa? Kama nani atafunga, unaweza pia kama ni mfuatiliaji mzuri kwenye hizo small details hizo pap unapata. Kwa hiyo nowadays kwa sababu timu zina video analysts wanatizama mipira mingi anatengenezewa nani. Kwa mfano Msuva last game ni dhidi ya nani? Dhidi ya Guinea. Guinea ina ukubwa, ina watu, wakati Guinea anakuja kucheza Tanzania, unapomwangalia Sehu Guirase, kuna watu wanaangalia, yani wanaifuatilia. Bado Msuva aliscore. Maana yake sasa kuelekea mchezo huo katika current form kwa wachezaji wa Tanzania, wakati wanafanya kazi ya kuwatizama wachezaji wa Tanzania, wanatahadhari ya juu ya uwezo wa Msuva. Na anaangalia siku ile anafunga dhidi ya madefenders wa gani. Umeelewa? Sasa watundu ndio wanaenda deep. Unajua kama una kumbukumbu nzuri, Msuva alitoka kupoteza goli, alitoka kupoteza chance ambayo ilionekana kama ni ya wazi dakika 4 mbele. Si ndivyo? Yaani toka amepoteza dakika kama 4-5 akascore ile goli. Lakini mimi nilikuwa namwangalia, nilikuwa hapo uwanjani naangalia zile basic movement. Sehemu aliyopigia mpira wa kwanza na mpira wa pili. Kwa hiyo tunaposema video analyst ndio shughuli zake kwenda deep, kiini. Umenielewa? Kiini kabisa cha tatizo kwa timu ni nani hapa. Si ajabu kwa mwalimu Hemedi Morocco kumwamini Hamza kwenye mechi na kumweka kando mchezaji kama Baka kwa sababu ya performance. Ukileta performance kwenye ligi ya Ibrahim Baka na ya Hamza angalau inashawishi zaidi. Si ajabu kocha akaanza naye, au itakuwa ni maajabu pia? No, unajua kwenye defense mara nyingi huwa ni partnership. Sio? Yaani sio issue ya mtu mmoja kwamba huyu anafanya vizuri zaidi kuliko mtu mwingine. Ni partnership.
Sasa kwa muda mrefu hapa tumekuwa na hii partnership ya defense line hii ya Yanga kwenye national team, sio? Sometimes Dickson na Ibrahim Bakari Nondo Mwamnyeto, au kuna mechi ambazo wanacheza wote watatu. Kwa mfano mechi ambayo tumeenda kupata sare na Algeria away, sio, walicheza wote watatu, Baka, Job pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto. Hii ni partnership ambayo imekuwa ikitubeba, na kwa sababu hawa watu wanacheza pamoja, mwalimu hapati muda mrefu wa kuelekeza, sio, kuhusiana na kuwasiliana kiwanjani. Yani wao mawasiliano yanakuja naturally kwa sababu wamecheza pamoja kwa muda mrefu. Kwa hiyo kwa mechi kama hii mwalimu anaweza opt kuleta kitu kipya sana kwenye defense. Anaweza tunasema anachagua ile tried and tested defense. Ile mwalimu anako akikaa sehemu lazima afikirie tried and tested defense yake ni ipi. Sio, lazima na watu pale, Mohamed Hussein, Noga, Shaba, hao na hiyo defense line ya Yanga inakuwa kipaumbele. Unless Mnoga na kipaumbele kwa Kapombe. Mnoga, Haji Mnoga. Yes, kwa mechi kama hii usiangae mwalimu akaopti wala wachezaji ambao nyinyi hamjawazoea sana, sio? Kwa sababu Mnoga defensively anaweza kaadi kitu kikubwa zaidi kuliko Shomari. Sio? Nimezungumza Haiti ambayo yuko nayo, na moja kati ya silaha kubwa za timu hizi za North, sio, ni kwenye aerial balls, kwenye set plays ni wazuri sana, sio? Kwa hiyo Mnoga mkiwa na presence yake kwenye box lenu, lakini sometimes ukienda kwenye box la opponent kwenda kushambulia, kuna kitu ambacho anawaongezea. Kwa hiyo mimi sitoshangaa mwalimu akaopti kwenda na Haji Mnoga badala ya Shomari Kapombe. Teacher au anaweza kuwa na option nyingine kutokana na height ya Mnoga, na Mnoga kwa wanaomfuatilia anacheza Salford, timu ya kina Postcos, kina nani wale class of 82, class of 92 ya Manchester United, walikuja wakanunua timu wakaweka hisa zao. David Beckham pia yumo na nini, ndo anacheza ile kwa wakati huu. Yuko kwenye performance nzuri. Maana yake nimeona kitu hichi ambacho kimewahi kufanyika kwa moja wa makocha, nafikiri Amrush, kumweka ndani pale kwenye namba 6, kwa maana hichi kitu nilichokuwa nakielezea, uwezo wa kudili na mipira ya juu kabla ya kufikia kina Shomari. Lakini hapa kwenye back 4 ukiangalia kwa mfano hawa watu wawili wanaocheza, kuna Lusajo Mwikenda yupo, kuna Msindo ambao anaweza akawa backup ya watu wawili ambao wana uzoefu mkubwa na michuano ya kimataifa. Hapa tunazungumza Mohamed Hussein pamoja na Kapombe. Pale ndani bado partnership kwa kuelekea image, partnership ya wale wachezaji wa Yanga wawili, yani ndio the best kuitumia kwa sababu kuu moja. Kuna namba hazihitaji uzijaribu wakati wa vita. Hawa wametengeneza partnership. Hii sio dhambi dunia nzima. Anacheza Spain finali ya World Cup South Africa, kachukua watu 8 kwenye kikosi cha kwanza kutoka Barcelona kwa sababu ya kutoka na mpira wa pamoja. Tumeona juzi Mamelodi Sundowns wanakwenda na nini South Africa. Ipo hiyo kwenye principles za football, kwa sababu kuna kitu tunaita partnership. Partnership kwenye football haijengi siku moja. Sisi wenyewe hapa tunafanya kazi hivi, kutengeneza chemistry mpaka kujuana, nani nipeleke swali la mfumo huu, nani hivi nitapata nini, ni chemistry hiyo ambayo kwenye football inakuwa applied 1000 times. Yani sisi kitu tunachokifanya kwa combination kwenye football kinatakiwa kifanywe mara 1000 zaidi kwenye kazi ya ushirikiano. Sawa, Teacher Tiga na Lukinja anamaliza hivyo na Wilson John Oruma. Mimi ni Jonas Emmanuel Maziku, farasi wa vita. Asante kwako kwa kuitazama Kickoff number 1. Kaa tayari kutazama Kickoff number 2 inafuata.